Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Kwa jina naitwa Mhandisi Meshak Molen kutoka wakala ya barabara wa Morogoro. Mhandisi wa matengenezo, lakini pia ni mhandisi mkazi kwenye miradi ambayo inaendelea. Moto ya mvua za El Nino mwaka jana ambazo zilipelekea nchi nzima uharibifu wa miundombinu kwenye maeneo mbalimbali na mikoa mingine. Morogoro pia tuliathirika kwa kiasi fulani kwenye baadhi ya maeneo, ikiwa ni pamoja na eneo letu la Kihonda. Maji yali-overflow yakawa yanavuka barabara upande wa pili, kupelekea changamoto ya kusitisha usafiri kwa muda, magari kusimama kwenye korido ya barabara ya Morogoro Dodoma. Wakati fulani tulipata changamoto ya magari kusimama mpaka saa nzima kwenye lile. Baada ya changamoto hiyo, wakala wa serikali kupitia wakala iliona umuhimu wa kufanya ukarabati katika lile eneo. Kwa hiyo kuna kazi ambayo inaendelea. Serikali ilipata fedha kutoka mkopo kutoka World Bank na inafadhili katika mkoa wetu wa Morogoro ujenzi wa madaraja 6 katika maeneo tofauti, mawili yakiwa katika eneo la Honda kama nilivyosema. Kuna madaraja mawili yote yenye urefu wa mita 30 yakiwa yanatekelezwa na wakandarasi wazao wawili. Daraja la kwanza linaitwa Ngerengere, linajengwa na mkandarasi anaitwa Jonta Investment ya kutoka Shinyanga. Na daraja la pili linajengwa katika eneo la Kihonda. Eneo hilo yana tofauti ndogo. Eneo la Kihonda lina ukubwa pia wa mita 30. Kwa hiyo ujenzi huo kama unavyoonekana sasa hivi uko katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Madaraja makubwa ambayo yanahusisha ujenzi wa misingi ya aina ya misingi ambayo tunaita pile foundation, ambao mkandarasi wa kwanza amekwisha kuanza kazi ya piles katika daraja la kwanza la Ngerengere. Daraja la pili kama lilivyo daraja la kwanza litakuwa pia lina misingi ya piles, lakini mkandarasi yuko anafanya kazi za awali na anafanya kazi inaitwa rock fill ambayo inahusisha kujaza mawe kwenye lile eneo kidogo kulikuwa kuna changamoto. Udongo ambao sio mzuri kwa ajili ya ujenzi, kwa hiyo amekuwa kinachoendelea pale anafanya kazi ya mawe na kazi za awali kwa ajili ya kujenga. Tunategemea kwamba madaraja yote mawili yatakamilika kufikia mwezi Oktoba mwaka huu. Na daraja katika eneo linaloitwa Doma moja, lakini tuna daraja ya barabara ya Kiyogo cha Kwale, tuna madaraja mawili kule, na barabara ya Gairo pia tuna madaraja mawili pia. Kwenye daraja la exactly kwenye lile daraja la awali ambapo tunajenga, kwa sababu daraja lilijengwa ni la dharura, ile ambalo linatumika mpaka sasa hivi. Kwa kupitia fedha hizi tunajenga sasa katika lile eneo ambalo lilikuwa kuna daraja la awali. Kwa tutaona alignment yetu ya barabara. Tunachotaka kusema kwa wananchi, hasa kwa barabara ya Morogoro Dodoma katika eneo la Kihonda kata ya Hewa, tungeomba tu madereva kuwa makini. Tunajitahidi kuwasimamia wakandarasi wetu. Tumeweka vibao vya kuelekeza kupunguza mwendo, kwa sababu tuna magari makubwa yanakuwa na materials mbalimbali kwenye eneo la mradi. Japo bado kidogo imekuwa ni changamoto kwa madereva kuweza kuzingatia zile road signs ambazo tumeziweka kwa ajili ya kupunguza mwendo. Kwa hiyo labda kwa kupitia vyombo vya habari tungeweza kuwaomba mkatusaidia pia kuwa wajumbe wanapofika kwenye lile eneo la mradi, ni kujitahidi kuwa makini pamoja na eneo la Doma. Japo eneo la Doma kidogo daraja la zamani liko nje kidogo ya eneo hilo linalopitika, lakini pia kuna umuhimu wa kuzingatia speed kwenye yale maeneo kwa maana ya kupunguza mwendo. Okay, kwa majina naitwa Engineer Herged Kimaro, natokea
John Star Investment Limited kutoka Shinyanga. Sisi ndio wakandarasi ambao tunajenga daraja la Ngerengere Bridge. Kwa hiyo pia tunapenda kumshukuru Mama Samia kwa sababu sasa hivi ameona uwezo wa wakandarasi wazawa. Kwa hiyo tumeweza kupewa huu mradi ambao una zaidi ya 4.7 billions kama wakandarasi wazawa. Kwa hiyo tunapenda kushukuru serikali kwa jinsi inavyoendelea kutuamini. Na sisi tunapenda kumhakikishia Mama Samia kwamba tutafanya vizuri ili tuendelee kuaminika na kupewa miradi mikubwa zaidi. Kwa hiyo tunapenda kushukuru kwa hilo. Wakandarasi wengine wa ndani wanawaambia nini? Kwa hiyo napenda pia kuambia wakandarasi wengine wa ndani wanapokuwa wanaaminiwa kwenye miradi mikubwa kama hii, basi wajitahidi kufanya kazi yenye ubora na pia kumaliza ndani ya wakati ili tuendelee kupata imani kwa serikali kama wakandarasi wazawa. Kwa kama wao wanajua kumaliza lini hapo? Mimi natarajia kumaliza kabla ya muda au ndani ya muda, kwa sababu mradi wetu unatakiwa tumaliza tarehe 10. Mimi nashukuru kwa hii maendeleo yanayofanyika hapa. Moja, tulikuwa tunateseka na mvua ambazo zilikuwa zikinyesha. Pili, zilikuwa zikinyesha tulikuwa tukipata foleni za magari kusimama mpaka pale maji yatapokuwa yanapita. Lakini hili daraja litakalowekwa ndio litatusaidia gari zinapita vizuri. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka